Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu. Jambo na karibu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, katika mafundisho ya neno la Mungu. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, nalo somo letu li kwenye sura ya 24, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 26 aya ya 5. Kwa ufahamu wako, muda nilionao watosha tu nizingatie maandiko ya kimsingi, kwa hivyo utafanya vyema kusoma sehemu hiyo baadaye. Sura ya 24 yaanza kwa habari ya utawala wa Yoashi mwana wa Ahazia. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: Yoashi alikuwa na umri wa miaka 7 alipoanza kutawala, akatawala miaka 40 huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Sibia wa Biashiba. Katika hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, twaona kwamba Yehoyada kuhani ndiye alimuongoza kijana huyu katika miaka yake ya kwanza ya utawala. Mamaye ambaye jina lake latajwa hapa ni lazima alikuwa na ushawishi mzuri, maana alikubaliana na yote yaliyotendeka, yani watu kumrudia Bwana Mungu wao. Kumbuka kwamba Ahazia alipata ushauri kutoka kwa mamaye, nao ule ushauri ulimfanya aangamie, kwa kuwa alimwacha Bwana Mungu na kufuata njia za wale wafalme wa Israeli, njia ambazo hazikumpendeza Mungu hata kidogo. Aya ya 2 na ya 3 zaendelea kutujulisha haya: Yoashi akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana siku zote za Yehoyada kuhani. Yehoyadi akamwoza wake wawili, naye akazaa wana na binti. Kwa kuwepo kwa Yehoyada, Yoashi alitembea mbele ya Bwana akitenda kulingana na neno lake. Kwenye aya ya 4 neno laendelea kutuambia hivi: Ikawa baada ya haya, Yoashi alikuwa na nia ya kuitengeneza nyumba ya Mungu. Huyu mfalme aliona kuwa nyumba ile ilikuwa imeharibika, naye alihitaji irekebishwe. Kwenye aya ya 5 na ya 6 neno la Mungu latuambia yaliyokuwa yakitendeka wakati huo. Akawakusanya makuhani na Walawi, akawaambia, nendeni mijini mwa Yuda mkakusanye katika Israeli wote fedha, ili kuitengeneza nyumba ya Mungu wenu mwaka kwa mwaka, mkafanye bidii kuliharakisha neno hili. Walakini Walawi hawakuliharakisha. Mfalme akamwita Yehoyada mkuu wao, akamwambia, mbona hukuwataka Walawi waitoze Yuda na Yerusalemu kodi ya Musa mtumishi wa Bwana na ya kusanyiko la Israeli kwa ajili ya hema ya ushuhuda? Kama vile nilikuwa nimetangulia kusema hapo awali, Yehoyada alikuwa mzee, nao makuhani wadogo walishindwa kufanya kazi waliopewa. Kwa hivyo mfalme alitaka kujua ni kwa nini jambo hilo aliloliagiza kulingana na neno la Mungu kwa Musa halikuwa limetekelezwa. Aya ya 7 yasema hivi: Kwa kuwa wana wa Athalia yule mwanamke muovu walikuwa wameibomoa nyumba ya Mungu, na vitakatifu vyote vya nyumba ya Bwana wamewapatia Mabaali. Andiko hili, msikilizaji wangu, latuelezea na kutujulisha kuhusu hao walioharibu ile nyumba ya Bwana. Yoashi alipochukua hatamu za uongozi, hekalu ilikuwa katika hali mbaya ya kuharibika. Kwa hivyo alichukua hatua ya kufanya marekebisho hayo. Kwenye aya ya 8 hadi 10 neno la Mungu liendelea kutwambia hivi: Basi mfalme akaamuru, nao wakafanyiza kasha, wakaliweka nje langoni pa nyumba ya Bwana. Wakapiga mbiu katika Yuda na Yerusalemu kumletea Bwana kodi aliyoiweka Musa mtumishi wa Mungu juu ya Israeli jangwani. Wakafurahi maakida wote na watu wote, wakaleta na kutia ndani ya kasha hata wakaisha. Hii ina maana kwamba watu hao walipojua kile ambacho fedha hizo zahitajika kwalo, walichangia kwa furaha sana. Naam, hitaji lilikuwa hapo, nao watu wale kwa kuwa walimpenda Bwana Mungu kwa ajili ya yote aliyokuwa amewatendea, walitoa kwa moyo wa furaha. Aya ya 11 yasema hivi: Ikawa wakati walipoletewa kasha wasimamizi wa mfalme kwa mkono wa Walawi, nao wakaona ya kwamba kuna fedha nyingi, huja karani wa mfalme na msimamizi wake kuhani mkuu, wakatoa yaliyomo kashani, kisha ulichukua kasha na kulirudisha mahali pake. Ndivyo walivyofanya siku kwa siku,
wakakusanya fedha tele. Mfalme huyu, kwa mujibu wa maandiko, hakuamini tena Walawi kukusanya kodi hiyo, ndiposa aliweka kasha pale hekaluni. Hapo ndipo watu waliweka michango yao, na wale waliohusika, yani waakilishi wa nyumba ya Bwana, makuhani pamoja na karani kutoka kwa nyumba ya mfalme, walikuja na kuchukua zile fedha na kuzihesabu. Hivyo fedha zile zikawa machoni pa mfalme ili kutumika kwa lile lililohitajika. Aya ya 12 na 13 zaendelea kutuambia hivi: na mfalme na Yehoyada waliwapa hao waliofanya kazi ya utumishi wa nyumba ya Bwana, nao wakawaajiri waashi na maseremala ili kuitengeza nyumba ya Bwana, nao pia wafuao chuma na shaba ili kuitengeza nyumba ya Bwana. Hivyo mafundi wakafanya kazi yao, nao wakaimaliza, wakaisimamisha nyumba ya Mungu kama ilivyopasa, wakaifanya imara. Kwa sababu ya hatua aliyochukua mfalme Yoashi, ukarabati au marekebisho yaliyohitajika hekaluni yalikamilika. Kisha aya ya 14 yatuambia yaliyofuatia. Hebu sikiliza: nao walipokwisha, wakaleta mbele ya mfalme na Yehoyada fedha iliyobaki, vikafanyizwa kwayo vyombo vya nyumba ya Bwana, vyombo vya utumishi navyo vya kutolea, na miiko na vyombo vya dhahabu na fedha. Wakatoa sadaka za kuteketezwa katika nyumba ya Bwana daima siku zote za Yehoyada. Fedha, ndugu msikilizaji, zilikuwepo za kutosha kufanya kazi ya huduma pale hekaluni. Pia watu wale walitoa sadaka za kuteketezwa katika nyumba ya Bwana daima siku zote za Yehoyada. Lakini jambo lilitendeka, nalo twalipata kwenye aya hiyo ya 15, ambapo neno lasema hivi: lakini Yehoyada akawa mzee mwenye umri mwingi, akafa. Alipokufa alikuwa na umri wa miaka 130. Andiko hili, ndugu msikilizaji, latufahamisha kwa nini makuhani walilegea katika kufanya kazi yao ambayo mfalme aliwaagiza. Yehoyada alikuwa mzee, tena mwenye ushawishi mkubwa juu ya mfalme yule, lakini sasa kwa sababu ya uzee, muda wake ulikuwa umetimia, naye akaaga dunia. Aya ya 16 yatuambia hivi: wakamzika katika mji wa Daudi kati ya wafalme, kwa sababu ametenda mema katika Israeli na kwa Mungu na katika nyumba yake. Yehoyada, ndugu msikilizaji, kama vile tuona hapa, alipokufa alizikwa na heshima za kifalme. Na jinsi ilivyo, baada ya Yehoyada muongo mpya ulianza. Hayo ndiyo twayaona kwenye aya ya 17 na 18, ambapo neno latuambia hivi: hata baada ya kufa kwake Yehoyada, wakuu wa Yuda wakamwendea mfalme, wakamsujudia, naye mfalme akawasikiliza maneno yao. Wakaiacha nyumba ya Bwana Mungu wa baba zao, wakatumikia maashera na sanamu. Ghadhabu ikawajia Yuda na Yerusalemu kwa sababu ya hiyo hatia yao. Wakati wote Yehoyada alipokuwa hai, wakuu wa Yuda waliendelea kumtumikia Bwana. Kuhani huyo alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika ufalme ule. Licha ya wakuu hao kuapa kwamba watakuwa waaminifu kwa Bwana Mungu na kwa mfalme, kuhani huyo alipokufa waligeukia miungu ya kigeni na sanamu. Aya ya 19 yasema hivi: hata hivyo akawapelekea manabii ili kuwarudisha kwa Bwana, nao wakawashuhudia, lakini hawakukubali kuwasikiliza. Andiko hili latuonyesha jinsi Mungu alivyo mwingi wa huruma. Huruma zake zaonekana kwa kuwatumia manabii wale watu ili awaonye, lakini hawakumtii wala kumsikia. Kwa hivyo Mungu alimtuma mwana wa Yehoyada kuhani na ujumbe huu ulioko kwenye aya ya 20. Hebu sikiliza: na roho ya Mungu ikamjia Zekaria mwana wa Yehoyada kuhani, naye akasimama juu ya watu akawaambia, Mungu asema hivi: kwa nini ninyi kuzihalifu amri za Bwana hata msiweze kufanikiwa? Kwa kuwa mmemwacha Bwana, yeye naye amewaacha ninyi. Watu wale waliposikia ujumbe ule, hivi ndivyo walivyofanya, kama vile twasoma kwenye aya ya 21 inayosema hivi: basi wakafanya shauri juu yake, wakampiga kwa mawe kwa amri ya mfalme katika ua wa nyumba ya Bwana. Wazo langu kuhusu tukio hili, msikilizaji, ni kwamba mfalme Yoashi alipewa habari zisizo kweli kumuhusu Zekaria mwana wa Yehoyada kuhani. Kawaida, ndugu msikilizaji, jambo hili latushangaza kwa nini Yoashi aliruhusu mtu yule apigwe mawe. Lakini kwa sababu ya ushawishi mbaya wa hao waliomzunguka, alimwangamiza mwana wa huyo aliyemlinda
na kumsaidia katika utoto wake na miaka ya kwanza ya utawala wake. Aya ile ya 22 yaendelea kutuambia yaliyotendeka baada ya kumuua Zekaria. Basi hivyo mfalme Yoashi hakuukumbuka wema ambao Yehoyada baba yake alimfanyia, bali alimuua mwanawe. Naye alipokufa alisema, Bwana na ayaangalie haya, akayatakie kisasi. Maneno ya mtu huyo, ndugu msikilizaji, au Zekaria, ilikuwa ombi kwamba Mungu amlipizie kisasi juu ya mfalme huyo kwa tendo alilotenda. Tuendelea kwenye aya ya 23 na 24 ambapo neno latuambia hivi: ikawa mwisho wa mwaka, wakakwea juu yake jeshi la Washami, wakafika Yuda na Yerusalemu, wakawaangamiza wakuu wa watu wote miongoni mwa watu, wakamletea mfalme wa Dameski nyara zao zote. Maana wakaja jeshi la Washami watu haba, Bwana akatia mikononi mwao jeshi kubwa mno, kwa sababu wamemwacha Bwana Mungu wa baba zao. Hivyo wakamfanyia Yoashi hukumu. Kwa sababu ya watu wale kumwacha Bwana Mungu, ijapokuwa Yoashi alikuwa na jeshi kubwa, walishindwa katika vita na watu haba kabisa. Kama vile wafahamu, katika mwanzo wa utawala wake, Yoashi alikuwa mfalme mzuri aliyefuata njia zake Mungu muda alipoishi Yehoyada kuhani. Lakini kwa kusikiliza ushauri mbaya, aliamuru Zekaria mwana wa Yehoyada kuhani kuuawa kwa sababu ya kumletea neno lake Mungu. Mungu, kama vile ilivyo hapa, tuona kwamba ni lazima amhukumu kwa sababu ya ushawishi wake kama mfalme juu ya ufalme wa Yuda, hasa kwa kuwaongoza watu wale wamwache Bwana Mungu wa baba zao. Aya ya 25 yasema hivi: hata walipoondoka kwake, nao walimuacha ameshikwa sana na maradhi, watumishi wake mwenyewe wakamfanyia fitina kwa ajili ya damu ya mwana wa Yehoyada kuhani, wakamuua kitandani pake akafa. Wakamzika mjini mwa Daudi, lakini hawakumzika katika makaburi ya wafalme. Yehoyada kuhani, ndugu msikilizaji, alizikwa kama mfalme, lakini Yoashi alizikwa bila heshima yoyote ya kifalme. Kwa kumalizia sura hii ya 24, neno lasema hivi kwenye aya ya 27: basi kwa habari ya wanawe na ukubwa wa mizigo aliyolemewa na majengo ya nyumba ya Mungu, tazama, hayo yameandikwa katika maelezo ya kitabu cha wafalme, na Amazia mwanawe akatawala mahali pake. Twaona hapa kwamba mfalme Yoashi aliongoza uamsho alipokuwa hai Yehoyada kuhani. Mara alipokufa yule kuhani, Yoashi alisahau yote, naye akamwacha Mungu na kufuata miungu ya kigeni, na katika kufanya hivyo hukumu ya Mungu ilimshukia. Sura ya 25 yatupa habari ya utawala wa Amazia mwana wa Yoashi. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 na ya 2: Amazia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala, akatawala katika Yerusalemu miaka 29, na jina la mamaye aliitwa Yehoadani wa Yerusalemu. Akafanya yaliyoadili machoni pa Bwana, lakini si kwa moyo mkamilifu. Nadhani kwamba tuweza kusema kuwa mfalme huyu alikuwa wastani, kwani alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana, ila si kwa moyo mkamilifu. Ndugu yangu, twafaa kufahamu kuwa lolote tunalotenda kwa ajili ya Bwana, twafaa kulifanya hilo kwa moyo mkamilifu. Aya ya 3 yatuambia hivi: basi ikawa alipopata nguvu katika ufalme wake, akawaua watumishi wale waliomuua mfalme babaye. Amazia mfalme wa Yuda aliwaua wale watu waliofanya fitina na wakamuua babaye. Kwenye aya ya 4 neno lasema hivi: lakini watoto wao hakuwaua, ila alifanya sawasawa na hayo yaliyoandikwa katika Torati, katika kitabu cha Musa, kama Bwana alivyoamuru akisema, mababa wasife kwa makosa ya wana, wala wana wasife kwa makosa ya mababa, lakini kila mtu atakufa kwa dhambi yake mwenyewe. Kwa tendo hili alilotenda Amazia, alitii sheria ya Musa. Hapa kuna kanuni muhimu sana, nayo ni kwamba hutahukumiwa kwa ajili ya dhambi za babako au mamako. Kwa upande mwingine, ujapokuwa na wazazi wenye kicho cha Bwana, hutaingia katika raha yake Mwenyezi Mungu pasipo ya kumwamini Kristo. Ni lazima uwe na imani katika Kristo, ndipo uingie katika raha yake. Tunapoendelea kwenye aya ya 5, neno laendelea kutuambia habari za mfalme huyu kama ifuatavyo: tena Amazia akawakusanya Yuda, akawaweka sawasawa na nyumba za baba zao
chini ya maakida wa maelfu na maakida wa mamia, naam, Yuda pia na Benyamini, tangu wenye miaka 20 na zaidi, akawahesabu, akawaona watu wateule 300,000 wawezao kwenda vitani, waliozoea mkuki na ngao. Kwa ajili ya hali iliyokuwepo, hasa uvamizi kutoka kwa taifa nyinginezo, Amazia alijiandaa kwa ajili ya vita, pamoja na kuajiri mashujaa kutoka Israeli. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 6 inayosema hivi: akaajiri pia watu mashujaa 100,000 wa Israeli kwa talanta 100 za fedha. Lakini katika hili alilotenda, neno la Bwana lilimjia, kama vile twasoma kwenye aya ya 7 na ya 8 zinazosema hivi: lakini mtu wa Mungu akamjia akasema, mfalme, usiwaache jeshi la Israeli waende nawe, kwa kuwa Bwana hayupo pamoja na Israeli, yani wana wote wa Efraimu. Lakini ukitaka kwenda, haya, jitie nguvu upigane, Mungu atakuangusha mbele ya adui, maana Mungu anazo nguvu za kusaidia na kuangusha. Mtu huyu wa Mungu alimwonya Amazia na kumwambia amtumaini Mungu pekee. Alipaswa kufuata mfano wa Yehoshafati na Asa. Mungu alimuhitaji ajue kwamba mashujaa aliowakodi hawakuhitajika, kwa kuwa ni Mungu ndiye huleta ushindi au humfanya mtu aanguke. Naye mfalme alifanya nini? Jibu la swali hilo twalipata kwenye aya ya 9 hadi 11, ambapo neno latuambia hivi: Amazia akamwambia mtu wa Mungu, lakini tuzifanyeje zile talanta 100 nilizowapa jeshi la Israeli? Mtu wa Mungu akajibu, Bwana aweza kukupa zaidi sana kuliko hizo. Ndipo Amazia akawafarakisha jeshi lililomjia kutoka Efraimu ili warudi kwao. Kwa hivyo ikawaka sana hasira yao juu ya Yuda, nao wakarudi kwao wenye hasira kali. Amazia akapiga moyo konde, akawaongoza watu wake, akaenda mpaka bonde la chumvi, akawapiga katika wana wa Seiri watu 10,000. Namshukuru Mungu kwamba huyu mfalme alitii neno la mtu wa Mungu, naye akatenga jeshi lake na hilo la Israeli na kuwarudisha kwa bwana wao. Kwa sababu hiyo Mungu alimpa ushindi juu ya wana wa Seiri. Baada ya ushindi mkuu wa jinsi ile, huyu mfalme wa Yuda alijiona kuwa aweza kupigana zaidi. Kwenye aya ya 14 hadi 17 neno la Mungu laendelea kutwambia hivi: basi ikawa Amazia alipokwisha rudi kutoka kuwaua Waedomi, alileta miungu ya wana wa Seiri, akaisimamisha kuwa miungu yake, akajiinama mbele yao, akaifukizia uvumba. Kwa hiyo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Amazia, akampelekea nabii aliyemwambia, mbona umeitafuta miungu ya watu isiyowaokoa watu wao mkononi mwako? Ikawa aliposema naye, mfalme akamwambia, je, tumekutia wewe kuwa mshauri wa mfalme? Nyamaza, kwa nini upigwe? Ndipo yule nabii akaacha, akasema, najua ya kuwa Mungu amekusudia kukuangamiza, kwa sababu umeyafanya haya, wala hukulisikiliza shauri langu. Ndipo mfalme Amazia akafanya shauri, akatuma wajumbe kwa Yehoahashi mfalme wa Israeli kusema, njoo tutazamane uso kwa uso. Yashangaza msikilizaji kwamba Amazia angelifanya jambo kama hili, lakini kama vile ilivyo, hili ni jambo lililoko katika moyo wa mwanadamu uliojaa uovu. Baada ya kupigana na wale wa Seiri na kuwashinda, yeye aliingiwa na kiburi na aenda sasa kumchokoza mfalme wa Israeli, jina lake Yehoahashi. Aya ya 18 na 19 zatuambia hivi: na Yehoashi mfalme wa Israeli akatuma wajumbe kwa Amazia mfalme wa Yuda kusema, mbaruti ulikuwako Lebanoni, ukatuma kwa mwerezi uliokuwako Lebanoni kusema, umwoze mwanangu binti yako. Kukapita hayawani aliyekuwako Lebanoni, akaukanyaga ule mbaruti. Wasema, tazama, umewapiga Edomu, na moyo wako wa kutukuza ujisifu. Kaa nyumbani mwako basi, mbona unataka kujitia bure katika madhara, hata uanguke wewe na Yuda pamoja nawe? Mfano huu ambao mfalme wa Israeli aliutumia ilikuwa njia nyingine ya kumwambia mfalme Amazia kwamba akikaa nyumbani bila ya kujishughulisha na yasiyomhusu hatapata hasara wala kuumia. Lakini hivi ndivyo mambo yalivyoendelea, kama vile twajulishwa kwenye aya ya 20 inayosema hivi: lakini Amazia hakutaka kusikia, kwa maana hayo yalitoka kwa Mungu, ili awatie mikononi mwao
kwa kuwa wameitafuta miungu ya Edomu. Amazia alijawa na kiburi, wala hakuweza kumsikiliza mfalme wa Israeli, naye Mungu alimhukumu, kama vile twasoma kwenye aya ya 23 na 24 zinazosema hivi: Yehoashi mfalme wa Israeli akamtwaa Amazia mfalme wa Yuda mwana wa Yoashi mwana wa Ahazia huko Beth-Shemeshi, akamchukua mpaka Yerusalemu, akauvunja ukuta wa Yerusalemu toka lango la Efraimu mpaka lango la pembeni, mikono 400. Akaitwaa dhahabu yote na fedha na vyombo vyote vilivyoonekana nyumbani mwa Mungu kwa Obed Edomu na hazina ya nyumba ya mfalme, tena watu kuwa amana, akarudi Samaria. Ndugu msikilizaji, Israeli walishinda Yuda kwa urahisi sana, kwa sababu Mungu alikuwa amekasirishwa na hilo alilotenda Amazia mfalme wa Yuda kwa kuifuata miungu ya Edomu, ambayo haikuwaokoa wa Edomu toka mikononi mwake. Tumalizia sura hii ya 25 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 27 na 28 yanayosema hivi: Basi toka wakati alipogeuka Amazia katika kumfuata Bwana, wakamfanyia fitina katika Yerusalemu, naye akakimbia mpaka Lakishi, lakini wakatuma kumfuata mpaka Lakishi, wakamuua huko. Wakamleta juu ya farasi, wakamzika pamoja na babaze katika mji wa Yuda. Hayo ndiyo yaliyotendeka kwa habari ya huyu mtu aliyeacha kufuata Mungu wa kweli na kufuata miungu isiyokuwa Mungu. Baada ya kuona hayo, sasa twageukia sura ya 26, nayo yahusu utawala wa Uzia aliyekuwa mwana wa Amazia. Huyu alikuwa kijana chipukizi tu alipoanza kutawala. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 1 hadi 3: Na watu wote wa Yuda wakamtwaa Uzia, naye alikuwa mwenye miaka 16, wakamfanya awe mfalme mahali pa Amazia babaye. Huyo akajenga Elathi, akaurudisha kwa Yuda baada ya kulala mfalme pamoja na babaze. Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52, na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Kati ya wafalme waliomcha Bwana katika Yuda, Uzia ahesabiwa kuwa mmoja wao. Nabii Isaya alianza huduma yake katika siku chache za mwisho za huyo mfalme. Mungu alimpa tume ya kunena kwa niaba yake, hasa baada ya kufa kwa Uzia. Hilo ndilo walipata kwenye chuo cha nabii Isaya unaposoma kwenye sura ya 6. Habari zaidi tuendelea kuzipata kama ifuatavyo kwenye aya ya 4 hadi 6. Akafanya yaliyoadili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu, na muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Uzia alikuwa mfalme aliyetenda mema machoni pa Bwana, naye alifanikiwa kwa njia kadha wa kadha. Hasa aliwashinda Wafilisti na kutwaa Gathi. Funzo kuu kwetu hapa ni kwamba unapouweka moyo wako na kuukaza kumtafuta Bwana Mungu, wewe utakuwa heri. Pasipo ya kufanya hivyo, basi usitazamie baraka kutoka kwake. Lakini nashawishika moyoni mwangu kwamba utaukaza moyo wako ili umtafute Bwana Mungu. Na tuombe. Mungu uishie milele, twaja kwako wakati huu, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine kama wewe. Bwana, katika haya yote tuliyojifunza leo, twafahamu ya kuwa daima tunapoacha amri zako, sisi huingia hasara ya vyote ulivyotupa na vyote unavyonuia kutupa katika maisha haya. Naomba pamoja na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utatupa moyo wa kukufuata ewe Bwana, moyo wenye ukamilifu usioweza kutikiswa kwa lolote lile, bali moyo wa kukuangalia wewe na kukutazamia katika yote. Najua kwamba utatupa moyo kama huo ili tupate kuishi kwa kukupendeza, kwa kuwa hilo ndilo kusudi ulilotuumbia kwalo. Na kushukuru kwa kuwa hili ndilo utatutendea, maana tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza yataelea katika moyo wako, hasa kumfuata Bwana Mungu kwa moyo wako wote, na si kama Amazia aliyemfuata Bwana lakini si kwa moyo mkamilifu. Na kwa hayo Mungu akujalie neema yake hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Neno la Mungu ni taa katika maisha yetu. Kadri ya unavyoendelea kulisikiliza neno hili, ndivyo nuru yaendelea kuangaza maishani mwako. Ikiwa una swali au maoni, usisite kutuuliza, kwani tu hapa kwa ajili yako. Wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena, andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka kwamba ufadhili wako wa kifedha kwa kipindi hiki twaudhamini sana. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu uitume. Asante. Hapa tulipofika, napenda ufahamu kuwa twakaribia mwisho wa mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili, ambayo bila shaka yamekuwa ya baraka kwako. Ila kuna baraka zaidi kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hivyo basi, anza kusoma kitabu kile kwa maandalizi. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufundisha kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili, sura ya 26, kuanzia aya ya 4 hadi sura ya 28 aya ya 4. Amani ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.